Baada ya miaka mingi kupita, hatimaye hii leo Simba wanafuzu kwenye hatua ya nusu fainali ya michuano ya CAF. Na hii ni baada ya kumwondosha Al Masry kutoka nchini Misri kwa changamoto ya mikwaju ya penalty. Baada ya mchezo kumalizika, wana Simba wameonekana kuchizika kiwango kikubwa sana cha furaha ambacho wamekuwa nacho baada ya kuisubiri miaka mingi sana hatua ya nusu fainali. Na hiki ndicho ambacho wamekizungumza baada ya dakika 90 kumalizika na mkwaju wa mwisho wa Shomari Salum Kapombe unawavusha kwenye hatua ya nusu fainali. Bana, hii ni kutoka hapa Benjamin Mkapa. Simba anafanikiwa kwenda hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa changamoto ya mikwaju ya penalty, wakipata penalty zote, lakini pia Musa Pinpin Kamara akicheza penalty 2. Kipi ambacho wana Simba wanaweza kukizungumza, ikiwa ni hatua ambayo walikuwa wanaisubiri kwa siku nyingi sana? Leo wanaweza kuzungumza nini? Kuna mengi sana ambayo unahitaji kuyapata kutokea hapa. Ni football, soka, mchezo wa mpira wa miguu, mengi sana ambayo leo tunahitaji kuyajenga kutokea hapa. Jomba, hongera sana. Ilikuwa ngumu kiasi gani? Tusimame kidogo tufanye mahojiano. Ilikuwa 2-2. Ilikuwa ngumu kiasi gani? Sio ngumu, ya kawaida tu. Kila laheri. Inawezekana sio kila mtu akawa mzungumzaji mzuri kabisa, lakini pengine kilele cha furaha ambacho wako nacho wana Simba. Mambo vipi mjomba? Ndio furaha kama kawaida. Asante sana, nashukuru. Lakini kulikuwa na ugumu sana na pressure ilikuwa inapanda kiasi. Kawaida mwanangu, sisi ndio Simba, tulikuwa na uhakika tunashinda. Bado kaka yao tunamtaka mwingine. Walabu kwa hapa. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Kutokana wao walikuwa wanatuona sisi hatuja kupita. Lakini tunaambia kitu hiki kimoja. Hapa sisi tunajua hatoki mtu. Hatoki mtu. Hata je Barcelona hatoki mtu. Na tunawahamasisha ni ubaya ubwela. Ungeenda kwenye mikwaju ya penalty kwa namna ambavyo mchezo ulikuwa. Kwanza mimi naamini watu wangu wana uwezo mkubwa wa kupiga penalty. Sawa. Wao walikuwa wanafanya dakika 15 kuziweka sivyo. Lakini watu wangu kwenye penalty wapo vizuri. Ubaya ubwela kaka. Ubaya ubwela. Bwana, hao ndio wana Simba wanasema. Watulie, timu za Malina. Nani kutokea wapi? Huyu ni Yasina Madhani kutokea Mbande. Ni wakati unakuja Lupaso, ulitegemea ngoma ingemalizika kwenye mazingira haya. Hata nakuja hapa najua leo lazima tushinde. Kwa sababu timu tunayo na wapambanaji wapo. Na kama ulivyoona leo, ndio mpira jamaa mno. Anarudi kwa mguu, kwao. Anarudi kwa mguu. Baada ya miaka mingi kupita mnafuzu kwenye hii hatua. Pengine furaha inajielezaje? Yaani kwa sasa tunaamini kwanza mwaka ujao tunachukua fainali ya ubingwa. Yaani ndio agenda yetu. Kipi kilikuwa kinakupa pressure wakati mchezo ukiwa unaendelea, kwa sababu mlikuwa mhitajiki kuruhusu goli? Nimewaona ni wadhaifu toka mapema, niliona wafunga 8. Sababu ni mvua tu imetuharibia uwanja. Walikuwa wamefungwa 8 hao. Kabisa. 8. Wamepona. Kujiangusha sana wakati mchezo ukiwa unaendelea. Kipindi cha pili tumecheza kama dakika 15. Muda wote walilala. Penalty 2 anacheza Musa Kamara. Pengine neno gani ambalo unaweza kumzungumzia? Huyu ni zawadi ambayo hii tunataka tumuingize kwenye akaunti yake hela yake, kwa sababu amefanya vizuri. Anajua Kamara, anajua. Shukrani sana na kila la. Asante sana. Hatumdai chochote Kamara. Hatumdai chochote. Ulitegemea kama angeweza kucheza penalty 2? Nilikuwa sina shaka naye. Kwenye penalty sina shaka naye Musa Pinpin Kamara. Kwenye hilo sina shaka naye kabisa. Yaani nilikuwa najua kabisa kwenye matuta huyu tunamuua. Unasemaje? Kipi ambacho mnakiona baada ya tayari mmefuzu kwenye hii hatua ya nusu finali? Hii mpaka finali na tunachukua ndoo. Aje nani? Yoyote aje. Tunamtaka yoyote. Tunamtaka yoyote. Yaani ili tanuli mjomba. Ili tanuli halichomi matofali, linachoma watu. Ndugu mtangazaji, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Naitwa Profesa. Musti. Mimi maoni yangu ni kwamba Mwarabu leo kalala, lakini sio kwenye penalti. Mwarabu kalala, lakini sio kwenye penalti. Kwenye penalti huwezi kulala. Kwenye penalti huwezi kulala. Unasikia? Kuna tofauti. Bwana, hao ni wana Simba, furaha inaonekana kwa kubwa sana. Hauwezi kuwazuia wasishangilie. Ukipewa nafasi ya kuongea, ongea. Hiko ndicho ambacho kinaendelea hapa Benjamin Mkapa. Unaweza kutazama vibe ni kubwa sana, kila mtu ana
sherekea kwa namna yake. Yote kwa yote tayari wamefuzwa hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Unaweza kutazama namna ambavyo wamechizika, mengi sana ambayo kimsingi unaweza kuyapata kutokea hapa. Hao ni wana Simba, wamepata kile ambacho walikuwa wanakihitaji siku zote. Tulia, unasemaje?